Leo ligi kuu ya NBC inaendelea kwa michezo kadhaa kupigwa. KMC Complex tutashuhudia mchezo kati ya KMC dhidi ya Azam FC, lakini majira saa 1 usiku ni wananchi Yanga wakikaribishwa na Namungo kule Ruangwa katika dimba la Majaliwa. Lakini saa 3 ni zamu ya Tanzania Prison dhidi ya Simba Sports Club. Karibu, nipo na Faraji Mustafa, mchambuzi wa kandanda. Yeye atatuambia kwa tathmini ya kiufundi kuhusiana na mechi hizi za siku ya leo, nini anakiona, tathmini yake ni ipi, lakini pia tutegemee mechi za aina gani. Kumbukwe Simba na Yanga wote wapo ugenini katika mechi za ligi kuu ya NBC. Baada ya hapa wana michezo pia, Simba atacheza dhidi ya Dodoma ugenini, alafu JKT atamkaribisha Yanga atamkaribisha JKT kabla ya dabi ya Kariakoo. Kabla hatujafika huko kote, tuanze na mchezo wa saa 1. Nini unakiona Namungo chini ya Pep Guardiola Mnene, Ramadhani Mgunda mbele ya Pedro Gonçalves, kocha mkuu wa Young Africans? Kitu ambacho nategemea kuona msimu huu wa 25-26 kutoka kwa Namungo dhidi ya Yanga ni namna ambavyo wanaweza wakasahihisha kile ambacho kimekuwa kinawanyemelea mara kwa mara ambapo wanakutana na Yanga. Ukijaribu kuangalia kwenye michezo 12 ambayo Namungo wamekutana na Yanga, yani kwa ujumla kwenye ligi kuu Namungo hajaipata ushindi. Wamepata sare 5, Yanga ameshinda mara 7. Kuna ujumbe ambao moja kwa moja unakupa picha kwamba Yanga ana historia nzuri mbele ya Namungo. Kwa hiyo ni namna gani Pep Guardiola Mnene, Juma Mgunda ataweza kuweka alama ukilinganisha na michezo 12 iliyopita. Kuweka alama, na nataka kuongelea kwenye positive way kwamba anaweza akakusanya alama 3. Ukiangalia mpaka sasa hivi kwenye msimamo wa ligi amekusanya alama 20. Je, anaweza kupata alama 3 dhidi ya Yanga ambayo inaonekana imekamilika kila idara? Ni maswali ambayo unaweza ukajadili kabla ya mchezo, lakini namna gani kocha anaweza kaongea kabla ya mchezo na kwenda ku-approach. Sasa kwenye ku-approach mchezo wa namna hii, unacheza na timu ambayo ni title contenders. Yani unapoiongelea Yanga ni A-list kwenye ligi yetu, ni zile timu ambazo ziko kwenye daraja la tofauti na timu nyingine japokuwa wote wanashiriki ligi moja. Kisema hivyo namaanisha material wachezaji ambao wanapatikana kwenye timu. Kwenye mmoja ukilinganisha and collectively utaona bado kuna gap kubwa la wachezaji wanaocheza Yanga na wanaocheza Namungo. Lakini hicho huwa tu hakiamui matokeo. Kinachoamua matokeo ni ubora wa timu ndani ya dakika 90 za mchezo. Namna gani utatimiza majukumu hata kama umezidiwa quality na mpinzani. Na ndio maana wakati mwingine tunaona timu ambayo inaonekana ni ya pili kabla ya mchezo, lakini baada ya mchezo au wakati mchezo unaendelea inageuka kuwa ya kwanza kwa sababu inatimiza majukumu vizuri. Hichi ndio kitu ambacho nataka kukiona leo, ni namna gani Namungo ataenda dhidi ya Yanga. Sasa kwenye mechi ya namna hii huaga timu nyingi za madaraja ya kati. Yaani unaongelea hizo Namungo, unaongelea Mtibwa Sugar, yani ambazo material wachezaji wengi uwezo wao unaweza kusema haupishani sana. Wakicheza na hizi timu kubwa wanaonekana wanakamia. Na ndio tafsiri ya watu wengi kwamba wanakamia, lakini kwangu kwa mtazamo wa kiufundi na kimbinu sioni kama wanakamia. Wanafanya kitu extra kwa sababu ya ubora wa huyo mpinzani wanaocheza naye. Yani huwezi ukacheza na, yani Namungo akicheza na KMC hawezi akatumia nguvu kubwa kama ambavyo anaweza kucheza na Yanga na Simba na Azam. Kwa sababu gani? Endapo utacheza kwenye level ile ambayo unacheza na KMC na Mtibwa, yani nyie kwa nyie madaraja ya kati, utaadhibiwa sana. Na hii kwenye mazingira haya ndio nataka kuona Namungo wataenda kuiapproach vipi. Tunaona mara nyingi timu nyingi za Pep Guardiola, Juma Mgunda anapenda mpira kumiliki. Lakini swali dogo naweza kutengeneza ama kama hoja. Unapocheza na Yanga, timu kama Namungo unategemea uone inamiliki zaidi ya Yanga? Question mark. Lakini tutaona ndani ya pitch. Lakini kwa asilimia kubwa ni timu chache sana Tanzania ambazo zinaweza zikadominate mchezo wakicheza na hizo timu kubwa. Kwa hiyo mpango kazi wao unakuwa kushambulia kama shambulizi la kujibu baada ya kupora mpira. Kwa maana yake tegemea kuona Namungo wakiwa wengi nyuma, wakiwa wengi katikati. Kama wataamua kwenda kwenye mid block kuanzia kukabia katikati, sitaki kuamini kwamba wanaweza wakawa wengi juu, kwa sababu
ile pressing yao ikipitwa tu katikati wanakuwa wazi, watafikiwa rahisi kwenye lango lao. Kwa hiyo nategemea kuona kwenye katikati ya kiwanja wawe wengi, alafu nyuma pia wawe wengi. Kwa hiyo kwenye zile line tatu tunaita vertical compactness, yani line ya ulinzi, line ya kiungo na line ya ushambuliaji, labda iwe kwenye 4-5-1. Yani unamwacha mshambuliaji mmoja ambaye labda Fabrice Ngoi kwa sababu ndio mshambuliaji wao ambao ameperform vizuri asimame, lakini kuna watu watano katikati, alafu labda kuna watu wanne, ama kuna watu watano kwenye defense line, alafu kuna viungo wanne baada ya defense line, alafu kuna attack. Maana yake ni nini? Unatengeneza kitu ambacho kinakuwa kigumu zaidi kwa Yanga sasa kuweza kuifungua kirahisi ngome. Yani mnakuwa wengi kwenye eneo lenu. Mkiwa wengi kwenye eneo lenu, maana yake mpinzani atatumia nguvu kubwa na akili kubwa zaidi ya kuweza kutaka ku-unlock zile patterns. Sasa wakati anataka ku-unlock patterns, kumbuka nao muda unaenda. Shida inakuwa unaweza ukacheza hivyo dhidi ya Yanga kwenye mdundo huo dakika ya kwanza mpaka ya 90, maswali mengi yanakuwa yanatengenezwa ama yanaulizwa ndani ya kiwanja. Wanaanza vizuri, lakini as muda unasogea unaona kuna kitu kinakata. Kwa hiyo pale sana unakuja kuangalia endurance, ustamilifu wa wachezaji kudunda kwenye tempo ile ile ya kuzuia kwa vile vile kwa timu kama Yanga ambao muda mwingi itakuwa inakuja. Unakuta ikikata. Sasa pale wakati mna delay kidogo ndio mnaacha mianya. Ndio unaona saa Yanga wanavyo exploit ya zile spaces ambazo mara nyingi unaona wanafunga kwenye zone 14 wakiwa wanatengeneza sana pasi. Na ukiangalia sasa hivi jinsi ambavyo wanacheza bado unaona kabisa wanacheza kwenye mdundo ambao unamshawishi mpinzani utake mpira. Akitaka mpira maana yake aache shimo sehemu ambapo ametoka. Wanapasia, wengine wanaenda kushambulia. Kwa hiyo nategemea kuona namna gani kina Kiswanya, Jacob Masawe, Uswita, Nyenye, namna ambavyo wanaweza wakawa na uthubutu wa kucheza kwenye mdundo ule ule ndani ya dakika zote 90. Kuna hoja hapa Faraji kwamba Pacome akitoka kwenye kikosi either injury ama mabadiliko ama asipokuwa kwenye fomu yake, kuna aina fulani ya mpira ambao watu wameuzoea kutoka kwa Yanga unabadilika, ama aina yao ya mchezo pengine inapungua kasi kwa namna moja ama nyingine. Kiufundi ni kweli Pacome asipokuwepo kwenye kikosi na pengine inatajwa kwenye mechi hizi mbili kabla ya dabi akakosekana, kuna kitu kinapungua ndani ya Yanga kiufundi? Yes, kuna kitu kikubwa kinapungua. Kwanza ambacho inabidi kieleweke, wachezaji wanamiliki sifa tofauti tofauti. Hata kama tunacheza eneo moja mimi na wewe, lakini kuna vitu ambavyo unaweza nkaa navyo alafu wewe huna. Kwa mfano, kwa nini wanasema hivyo? Angalia sifa ambazo anazo Pacome. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kudribble. Yaani hizi mita 15, 20, 25 kutoka na mpira kukokota ni kitu chepesi sana kwake. Na kwenye mpira wa miguu kuna njia mbili za kumiliki mpira. Passing, yani unapasia na mwenzako, lakini pia pale ambapo ana dribble, maana yake pia anamiliki, timu inatoka, unajua. Yaani tunaumiliki kwa kupitia mtu mmoja ambaye anaenda mbele. Dribbling, anatafuta nafasi. Pacome hicho kitu anakifanya vizuri. Sasa swali ama hoja inakuja, endapo sipokuwepo, nani anayecheza ile eneo na sifa anazomiliki? Kwa hiyo hapo kuna mlinganisho, ndio yale anakuja kwamba kuna namba 10 fulani anacheza vizuri lakini ni mtu wa matukio. Lakini kuna namba 10 mwingine analainisha sana, unaona yani nafasi zinaonekana nyingi. Wote wao namba 10. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba kiufundi kuna kitu kikubwa ambacho kinapungua kwa sababu concentration ya wapinzani wengi inakuwa kwa mchezaji ambaye ni hatari kwenye timu. Na ndio maana nitakupa reference ya mechi moja ambayo watu wengi walikuwa wanaiongelea, lakini nafikiri pia waliamua kuongea hivyo, lakini mechi kati ya Yanga na AS FAR Rabat ya away, comments zilikuwa ni nyingi sana kuhusu Pacome kucheza chini ya kiwango. Lakini walishindwa kutoa credit kwa timu pinzani kwamba waliangalia uimara wa Yanga uko wapi, wakaufanyia kazi. Na kile kitu ambacho tulikuwa tukiona ilikuwa ni mpango kazi. 1 versus 2 Pacome anakutana. Unanielewa? Yaani kwamba anazibwa, mianya inazibwa. Yaani humwachii space mpinzani ambaye ukimwachia space umeisha. Pacome anapenda kutembea eneo kubwa. Sio kila mchezaji anapenda kutembea eneo kubwa kwa sababu ya timamu wa mwili, anaweza kupasia akachukua kaeka tena sehemu nyingine, lakini Pacome kwenda mita 20 na mpira inaisaidia timu kwa sababu inahama kwanza kwa haraka. Yaani wakati mimi natembea mita 10, 15 kuna wenzangu wanakimbia kwenye spaces, wanasubiri mimi end product nitaiweka kwa nani?
kutokana na mazingira ya movement ya mpira. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti na mchezaji mwingine anayecheza, kwa sababu aina ya uchezaji na sifa anazomiliki ni vitu viwili tofauti. Kwa mfano, unaweza kusema Edmund John acheze kama namba 11 atokee kushoto. Ana kasi, si ndio? Lakini vipi mguuni? Kuna vitu gani ambavyo anavitoa zaidi? Kwa ndio unaweza kuanza kuangalia huyu anacheza eneo hili, lakini kwenye kutembea umbali mrefu na mpira hawezi. Kwa maana yake opponent watakuwa wana relax. Lakini pia kwenye kuweza kuipenya ngome, yani kumchukua wa kwanza, wa pili, wa tatu kwenda analiona goli, hafanyi kwa anafanya, lakini kwa kiwango fulani. Kwa hiyo maana yake pale unakuja kuangalia kitu kimoja kinaitwa technical proficiency, ustadi wa kiufundi wa mchezaji mmoja mmoja. Yaani wakati wewe umeishia 61 kwenye 100, kuna mwingine anafanya 95. Hicho kitu. Kwa hiyo maana yake yule mwenye 95 ni extra, yani ni top quality. Wewe kwako hapo 61 unaona ni pakubwa, si hata darasani kwa mfano tuweke kesi kwamba mmepewa mtihani. Kuna watu wanapata 60 ya 100 anafanya hivi. Yaani maana yake level yake yeye imeishia hapo. Lakini kuna mtu 94 kawaida, si ndio? Kwa hiyo pia kwenye mpira wa miguu ipo hivyo kwamba unaweza ukawa na wachezaji ambao wakati mpinzani amekwama kiuwezo mguuni, achana na mbinu, yani tunaongelea hapa, amekwama, ndio unaona saa wale wa timu pinzani wengine wanachomoza. Kwa maana yake hilo ni daraja na la mchezaji mmoja mmoja, ndio hapo ambapo unaweza kumgusa Pacome kwamba kwa namna ambavyo anacheza na wachezaji wengine ambao wanaweza akacheza ile eneo asipokuwepo, kuna vitu vingi vinapungua, kwa sababu tabia zake na aina ya uchezaji ni vitu viwili tofauti. Tumalizie kwenye upande wa mechi hiyo, unaigawaje Namungo dhidi ya Young Africans kwenye asilimia? Kwenye percentage bado Yanga nitampa asilimia 65, zinazobaki namba 35 itakuwa kwa Namungo. Bado nampa nafasi kubwa Yanga kupata matokeo. Yes. Itakuwa na mwalimu mzuri na ya Namungo. Yani kuna vitu viwili tunabidi tuweke wazi. Daraja la wachezaji asilimia kubwa linaamua. Sometimes unaweza kuwa na approach nzuri sana mwalimu, lakini watekelezaji wa ule mpango kazi inawezekana akataka kufanya, lakini wakamezwa na ubora wa mpinzani. Kwa hiyo wakati mwingine uwezo katika mpira wa miguu, uwezo wa timu ama mchezaji mmoja mmoja ndio kigezo cha kwanza cha kutengeneza matokeo chanya. Huwa inatokea timu inazidiwa, lakini kupata matokeo inapata, lakini sio mara nyingi kuona kwamba timu ambayo ni ya daraja la kati kupata matokeo ambayo unaona kabisa kila kitu alizidiwa ikatokea bahati. Yaani kwenye mpira wa miguu bahati ipo, lakini usione mara nyingi zidi ya Yanga, zidi ya Simba, hizi timu ndogo. Kingine ambacho nakirudia kwenye hilo ni material ya wachezaji ambao wanapatikana Namungo. Usa mmoja mmoja, kuna wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa. Lakini wakati mwingine pia tutumie neno uzoefu vizuri, kwamba ndio una uzoefu, lakini at the moment unatupa kitu gani? Yaani wewe una uzoefu, lakini ndani ya dakika 90 inawezekana ukawa mmoja wa watu ambaye pengine inaonekana sehemu yako kuna uchochoro. Kwa hiyo ukiondoa uzoefu, tunategemea pia kile kinachofanyika kutoka kwenye kichwa kwenda kwenye miguu kwa wachezaji kiwe bora zaidi. Mali vyote viwe vinashabihiana kwamba ana uzoefu lakini ametupa kitu bora kwenye huu mchezo.